Shalom watumishi wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndugu yangu naye tutazama popote pale ulipo, tunakusalimu katika jina la Yesu. Amen. Ni watumishi wa Bwana, tunamtumikia Mungu katika madhabahu hii ya Kanisa Takatifu la Uamsho Tanzania. Amen. Ninayezungumza ni ndugu yako mtumishi wa Bwana, mchungaji kiongozi wa huduma hii Geoffrey Martin Kaputa. Niko na watumishi wa Bwana hapa. Wasaidizi wangu naofanya nao huduma hapa. Amen. Katika huduma hii ya uamsho wa watakatifu wa Bwana duniani kote. Amen. Hii ni huduma ya kitaifa. Amen. Wala sio ya kijiji au ya mtaa. Ni huduma ya kitaifa. Bwana ametupa neema leo tukuletee ujumbe ambao tunajiuliza na ujiulize pamoja na sisi, kwa nini Mungu alimwagiza nabii Isaya ya kwamba ahubiri akiwa uchi wa mnyama? Naam. Kwa nini Mungu anamwambia Isaya hubiri ukiwa uchi wa mnyama? Unajua ni kwa nini? Tuombe. Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kututumia kama vyombo, kama daraja kwa ajili ya kusema na mtu wako mmoja wa samani popote pale alipo ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Ninakushukuru katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Tumishi wa Bwana, tusomee kitabu cha Isaya sura ya 20 anzia mstari wa kwanza. Kwa nini Mungu anamwambia Isaya ahubiri akiwa uchi wa mnyama? Amen. Hili ni jambo ambalo la kushangaza sana. Tusomee hapo. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura ya 20 kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, katika mwaka ule Yemedari yule alipofika Ashdodi, alipotumwa na Sargoni mfalme wa Ashuru, naye alipigana na Ashdodi akautwaa. Wakati huo Bwana alinena kwa kinywa cha Isaya mwana wa Amozi akisema, haya, uvue nguo ya magunia viunoni mwako, na viatu vyako miguuni mwako. Naye akafanya hivyo. Akaenda uchi, miguu yake haina viatu. Bwana akasema, kama vile mtumishi wangu Isaya alivyokwenda uchi, hana viatu, awe ishara na ajabu kwa muda wa miaka mitatu juu ya Misri na juu ya Kushi. Ishia tu hapo. Mungu anamtumia Isaya kwamba nataka nikufanye uwe ishara. Uwe ishara kwa ajili ya Kushi na Misri. Kwamba vile utakavyotembea uchi ndivyo ambavyo mfalme wa Ashuru atakavyowachukua Misri na Kushi vile vile wakiwa uchi. Maana yake Mungu anamwambia Isaya atembee kwa aibu. Aibu ile iwe ishara kwa watu wanaohubiri injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona injili ya utakatifu inahubiriwa kila kona, unapoona uamsho mkubwa kwamba watu wanahubiri injili ya utakatifu, hii ni ishara ya kwamba Yesu yuko mlangoni. Yesu anakuja muda wote. Sasa unapoona watu ambao ukuwajua, wewe ulikuwa unatujua, ulikuwa unatusikia, hujua hata kutuona, hata kutujua, lakini watumishi ambao Mungu ametuinua kwa nyakati hizi kwa ajili ya kuhubiri injili ya utakatifu, ili watu wamjue Mungu. Wewe ndio ulitegemea utasikiza watu wenye kola, watu wenye vitambi, wenye masuti na nini, wanahubiri injili hii. Lakini Mungu anaachilia nini? Ishara. Anainua watu dhaifu wahubiri injili, ili wewe usikilize kwamba ukipuuza utakuwa dhaifu kwa ishara ile utakapokufa. Unajua hapa tuko na tukio kubwa sana. Kabisa. Hapa Mbinga mjini Ruvuma, Tanzania. Tuna semina kubwa, semina ya uamsho na matengenezo ya kiroho itakaongozwa na mtumishi wa Bwana Nabii Aston Adam Mbaya kutoka Kongo, akiongozwa na mchungaji Langston kutoka Kongo. Huyu mtumishi wa Bwana, hebu sema kidogo kwa habari ya semina hii. Sema kidogo. Na alibariki jina la Bwana sana. Amen. Haleluya. Mungu ni yule yeye jana, leo, hata milele. Abadiliki kwa nyakati. Yeye ni yule. Niona ni neema ya ajabu ambayo Mungu amekupendelea wewe, Mtanzania mwenzangu, mwanadamu mwenzangu, mtu mwenzangu. Neema ya ajabu sana kwa kufikiwa na mtu ambaye ametembea na Bwana, akaenda kuiona kuzimu na watu wakiwa katika mateso, na akaenda kuiona mbingu, paradiso, ya kwamba watu wakiwa katika raha ya Bwana. Ni neema ya ajabu sana ambayo Mungu ametupendelea sisi. Ni upendeleo. Wengine nasema tafasiri ya neema ni upendeleo ambao hujaufanyia chochote, na Mungu amekupendelea wewe. Wewe ni
kitendo tu cha kutoa muda wako na ni kitendo tu cha kutoa nauli yako ili uweze kuja mahali hapa tujumuike na sisi ili tuweze kuungana kusikia maneno matakatifu, kusikia habari njema, habari ya wokovu iletayo, habari njema iletayo wokovu kwetu, kwamba kwa mtumishi wa Mungu huyu ambaye ametoka Kongo, ametembea na Yesu. Wewe angalia tu kama watu leo, watu wa duniani wanavyoona ni ajabu mtu akiwa tu, kwa mfano tuashumu kwamba mtu ameenda tu Mtanzania atokee tu mara ya kwanza tu hapa anatokea anaenda Marekani anaongea na Donald Trump. Ni kitu cha ajabu, lakini Yesu ni zaidi ya Trump. Huyu ana habari njema za ufalme wa mbinguni. Ufalme wa Trump una kikomo, ni wa wanasiasa, lakini habari za Yesu Kristo ni za milele. Amebeba agenda isiyokuwa na expire. Lakini agenda za dunia hizi zina expire. Za Yesu Kristo ni milele, za dumu. Hebu angalia, ni neema hiyo. Neema hiyo. Yaani kwa mfano wangesema kuna jambo lolote la kukutishia, labda waseme labda kama kwa mfano tangaze mtu asipotaka kufa aje Mbinga, hataishi watu mngepambana sana, lakini kwa habari ya neno hili ya neema ya Bwana, kusikiliza semina hii, mtu anasema ni mbali. Mbinga sio mbali. Tanzania ni ndogo, inafikika hii. Kila mahali inafikika. Mungu akupe neema sana. Yaani naona wivu kwa ajili yako. Yaani naona wivu sana. Mungu akupe neema sana ili uweze kuja uhudhurie mahali hapa. Chakula kipo, mahali pa kulala papo. Mwana wa Mungu. Unajua, umenikumbusha jambo moja. Kwamba ingelitokea limetokea tangazo kwamba usipofika Mbinga unakufa. Watu unajua wanaogopa kufa sana. Na hata Isaya wakati anahubiri watu hawakuogopa. Wakati Isaya anahubiri uchi waliona kawaida, tena walikuwa wanasema huyu ni kichaa, amerukwa na akili. Yaani wanamdharau Isaya. Hawakuogopa. Unajua Biblia inasema mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri. Na nyingine zilianguka kwenye mawe, zingine kwenye miba, zingine kwenye miamba. Unajua mbegu ni neno la Mungu. Walio wa Mungu watasikiza neno linapodondoka na wataelewa. Hivi ulivyozungumza kwa habari ya mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta na akapewa neema ya kwenda mbinguni mara 40, akapewa neema ya kwenda kuangalia mateso kuzimu, jinsi watu wanavyoteseka, waliomwacha Mungu akiwa duniani, watu waliopenda maisha haya, watu ambao walipenda ulembo, walipenda kujilemba, kujikirikiti, watu ambao waliachana na maisha ya utakatifu, wakafuata desturi za makanisa. Sasa mtumishi wa Mungu alipewa kuyaona yale ambao unapinga na unasema hivi nawezekanaje mwanamke ende kuzimu kwa kusuka nywele. Njoo usikilize, njoo uliangalie neno, tuyachunguze maandiko tuone ndivyo alivyo. Unajua Beloya walikuwa wanachunguza maandiko, wanaona hivi anachosema Paulo ni kweli. Ni kweli hicho. Hawakuishia tu kubishi. Kama Watesalonike. Unajua wale Watesalonike walikuwa sio waungwana. Yaani wao walikuwa wanatamani kumpiga mtumishi wa Mungu anayehubiri Injili. Wao wanatamani kumpiga. Usitupige mawe. Yaani wewe njoo usikilize, uulize swali, pale hujaelewa tukufunulie maandiko. Haleluya. Yaani wewe usipigane na sisi. Tukufunulie maandiko. Sema inawezekanaje mtu anajilemba tu anaenda kuzimu? Njoo. Ukutena mtumishi wa Bwana aliyaona hayo. Aliona na yeye na mimi nilikuwa nabisha kama wewe. Hivi inawezekanaje kabisa mwanamke kwa kuvaa tu suruali aende kuzimu? Njoo tukwambie neno linavyosema. Uwe kama Mberoya wa kutafakari maandiko. Lakini kwa sababu hujaambiwa utakufa leo, ndio maana unapuuzia. Ungeliambiwa kwamba baada ya siku 2 unakufa, ungelikopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji mmoja akanifurahisha. Alikuwa anamwambia mwenzake kwamba twende kwenye semina Mbinga. Yule mtumishi akamwambia sasa mimi sina nauli. Akamwambia sasa sikiliza, wewe ulikuwa unaumwa. Yaani yule jamaa aliumwa. Baada ya kuumwa aling'atwa na mbwa. Sasa akapata hela. Alipopata hela akapata hela alikopata, si alikopa, si alifanya, lakini alipata hela akafanya nini? Akatibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akamwambia hizo hela kwani ulikuwa nazo? Akasema sikuwa nazo. Sasa ulipataje? Sasa unashindwaje kwenda? Yaani watu wanavisingizia. Umeelewa? Akiumwa atatafuta pesa popote. Yupo tayari kuuza kiwanja. Umeelewa? Aende akatibiwe. Sasa kwa mambo ya kiroho mbona watu hawataki kutibiwa? Yaani wewe uko dhaifu rohoni. Kwa nini hutaki kutibiwa? Kwa nini wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu ongea jambo kabla sijaendelea. Ndio. Mtu wa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza nalibariki jina la Bwana Mungu. Yes. Mungu aliye mkuu kuliko miungu yote ya duniani, wafalme yote wa duniani. Na hata mbinguni pia ni jina lililotukuka. Jina lililo kuu kuliko majina yote. Nambariki sana Mungu. Muda huu na wakati huu nipo mbele yako Bwana. Wewe mtu unaotusikiliza, mtu wa Mungu, kwanza nakubariki hata wewe pia. Kwa neema ya Mungu hii na kwa uinjilisti na pia nakubariki kupitia mkutano huu na kubariki kupitia mkutano huu na semina hii ambayo ipo mbele yetu. Ninakukaribisha sana mtu wa Mungu. Nasema karibu sana kwa uwezo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema ubarikiwe na kujazwa nguvu na kujazwa ile shauku ile shauku ya kuja, shauku ya kutamani kufika mahali hapa. Mbinga ni ndogo, yani Tanzania ni ndogo sana. Mtu wa Mungu kama alivyosema hapo mtumishi kwamba ingetokea watu watu wametishiwa kifo popote, hata ungesema Marekani, inabidi ufike Marekani, watu wangefika, watu wangepambana wafike, lakini watu wanaenda India hadi kutibiwa. Watu wanaenda mpaka India kutibiwa kwa ajili ya kutibiwa, Uingereza. Lakini mtu wa Mungu upo hapa Tanzania. Mbinga ni jirani sana, Mbinga ni karibu sana. Mtu wa Mungu ubarikiwe sana. Ujazwe sana nguvu, ile shauku ya kutamani kufika katika mkutano huu, ya kutamani kufika katika eneo hili na ukakutana na mtumishi wa Mungu aliyobarikiwa kupata neema ya kutembea vyumba 351 ya kuzimu. Sasa na mwaka mmoja mtu wa Mungu mwaka mzima yupo kuzimu, anatazama mateso ya watu waliomhasi Mungu siku za hapo. Najua kuna watu wengine wanauliza kama inawezekanaje alikufa akafuka tena. Yana akufa, alikuwa anachukuliwa. Ndio. Alikuwa anachukuliwa, anapelekwa, naona anarudishwa. Anachukuliwa kwa jinsi ya roho, sio kwa jinsi ya mwili. Anachukuliwa, anaacha mwili wake, anaenda anatazama. Wewe ulio wa mwilini huwezi kuelewa, lakini wanaona anaelewa kwa bali ya kuchukuliwa. Unaoneshwa vitu vilivyoko siri. Tumishi, kabla hujamalizia, sikiliza. Ukisoma kitabu cha Ezekieli, fungua Ezekieli sura ya 4 kuanzia mstari wa 9. Ninaona jambo hapa. Mungu anaonyesha tena ishara. Anamwambia Ezekieli, yani atengeneze mkate kupitia mashonde ya binadamu, mavi ya binadamu. Angalia ishara. Ungeweza kama ni wewe. Ezekieli sura ya 4 kuanzia mstari wa 9. Anasemaje? Anasema pia ipatie ngano ya shayiri na kunde na dengu na mtama na kusemesi, ukavitie vyote katika chombo kimoja, ukajifanyie mkate kwa vitu hivyo kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala ubavuni mwako, yaani siku 390 utaula. Na chakula chako utakachokula kitapimwa shekeri 20 kwa siku moja. Utakila kwa wakati wake. Nawe utakunywa maji, sikiliza, kwa kuyapima sehemu ya 6 ya hini. Utayanywa kwa wakati wake. Nawe utakila kama mkate wa shayiri. Nawe utakioka mbele ya macho yao juu ya mashonde yatokayo katika mwanadamu. Angalia mavi. Mungu anamwambia woka mkate kupitia mavi. Hayo mavi hatujajua aliyekunya anaalisha au huyo aliyekunya hayo mavi ana afya gani? Umeelewa? Lakini Mungu anambia kapike mkate sasa mbele ya hayo mavi. Lakini hayo yote ni ishara kuonesha aibu itakawapata watu ambao hawatamsikiliza nani? Ezekieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu anatumiaga, ndio maana Paulo anasema kwa ule upuuzi. Yani ile unaosema upuuzi, ule msalaba ndio tunaokolewa kabisa. Yani ile ambao wenye hekima, yani wenye hekima. Ndio maana kwa Wayahudi neno msalaba ilikuwa ni kikwazo. Kwa Yunani ilikuwa ni upuuzi. Kwa nini? Wayunani wanataka nini? Wanataka hekima. Yani wanataka elimu, yani unaokolewaje, wanataka ufahamu. Lakini Wayahudi wanataka ishara. Yani tunataka ishara. Ndio maana mwambia Bwana tunataka ishara. Umefanya nini tukuamini? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Wayunani wao ni wasomi. Yani kwa wasomi wanataka hekima. Ndio maana msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi kabisa. Lakini wanaokolewa ni nguvu ya nini? Ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ishara kubwa kuliko zote. Yesu akasulubiwa juu ya mti akiwa uchi wa mnyama.
Umeona hicho kitu? Yesu akasulubiwa akiwa uchi wa mnyama. Kwa nini Mungu anaamua kumruhusu mwanaye asulubiwe akiwa uchi? Umenielewa? Lakini kwa nini? Yaani Mungu anamruhusu mwanaye Yesu Kristo asulubiwe msalabani akiwa uchi. Na mataifa walipokuwa wanapita walikuwa wanamcheka, wanasema amelaaniwa huyu. Inawezekanaje? Ndio Biblia inasema amelaaniwa kila mtu angekuwa wapi? Mtini. Ingawa alifanyiwa hivyo kwa ajili yetu sisi. Yaani alitundikwa ile aibu, ilikuwa ni aibu yetu. Kwamba sisi tutakapoamini tuweze kutoka kwenye aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani Mungu anafanya vitu kama ishara ili kinyume chake. Angalia sasa. Yaani kinyume chake wale ambao hawatamwamini Yesu, ile aibu, sikiliza, yani wanaume avuliwe nguo mbele ya wanafunzi wake, mbele ya watu duniani, mbele ya mataifa. Alafu wewe baada ya siku katae kumwamini yeye, unafikiri nini kitakupata? Aibu. Fungua Ufunuo 16:15. Sikiliza, ni aibu kwa wewe ambao utashindwa kabisa kuyapata maarifa, kupata maarifa ambayo Mungu ameamua kuachilia. Watumishi wa Bwana wanatoka kwa gharama. Wanatoka kwa gharama. Wako watumishi wa Mungu, na wewe tunakwambia wako watumishi wa Mungu ambao wanaamua kujitoa kwa kutoa fedha zao, mali zao. Na unaweza ukatoa fedha zao na mali yako ili watu waweze kuishi vizuri hapa wakiwa kwenye semina. Wale wanyu, kwa sababu semina hii ni bure. Semina hii ni bure kabisa. Inahitaji watu ambao watajitoa kwa ajili ya kuwalisha wengine. Kama utafika utoe sadaka yako ili watu wale na kunywa. Lakini watumishi wa Bwana wapate kurudi Kongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yohana 16:15 inasemaje? Soma. Naam. Soma. 15 nasema. 16:15. Tazama naja kama mwili. Naja kama mwivi. Heri ya keshaye. Heri ya keshaye. Na kuyatunza mavazi yake. Na kuyatunza mavazi yake. Asiende uchi, hata watu wakaione aibu yake. Sasa sikiliza, Yesu alikubali kukaa uchi. Naam. Ili kila atakayemwamini apewe nguo, apewe mavazi meupe. Si unanielewa? Apewe mavazi meupe ili asiende uchi. Maana yake ile aibu ambayo Yesu aliipata kwake itakuwa maradufu. Yaani mwanaume alipokuwa napigwa vile mijeledi, zile fimbo, kwako itakuwa zaidi. Yaani itakuwa zaidi kukataa maarifa na kumkataa Mungu. Biblia inasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Wapumbavu wamekataa. Yaani wewe unapokataa, maana yake ile aibu ya Yesu itakuwa mara mbili kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu akawaambia, enyi wanawake wa Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni wenyewe na watoto wenu. Si umeelewa? Na ndio maana Yesu alipoenda akaulilia ule mji. Katika kitabu cha Luka, Yesu akaulilia ule mji. Nadhani Luka 23:28. Aliyesema jilieni wenyewe, si ndio? Jilieni wenyewe na watoto wenu. Zitakuja nyakati, si ndio? Luka 23:28 inasemaje? Luka 23:28. Alisema jililieni wenyewe. 23:28 inasema Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jilieni nafsi zenu na watoto wenu. Nataka nikwambie hivi, ni wakati wa kulilia Tanzania. Lilia ulimwengu. Lilia mataifa. Semina zinapoandaliwa, watu wanakimbia kwenye hizo fiesta. Semina za kidunia. Wakisikia kuna kina Diamond, sio kina nini, wanakimbilia huko. Lakini wakisikia kuna habari za Mungu, hawana muda. Ni wakati wa kulia mwanamke, kulilia Tanzania, kulilia mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipoenda Yerusalemu aliulilia ule mji. Akasema lai tungelijua hata wewe yakupaswa amani, lakini amefichwa. Kwa sababu zitakuja nyakati ambazo adui watakuzingira pande zote, hawatakuacha, hawatakusuru wewe na watoto wako. Umeelewa? Alikuwa anawaambia majira ambao hayajafika bado, hawajajua. Ndio maana leo tunakwambia hivi kwamba wakati tulionao ndio wakati ambao tuna kila sababu ya kuvaa mavazi ya wokovu, mavazi ya utakatifu. Utakatifu unaopata wapi? Kwa wahubiri wanaohubiri injili ya utakatifu. Wahubiri wanaohubiri injili ya utakatifu ni haba. Wengi wamekimbilia wanahubiri injili ya mafanikio. Injili ya mafanikio ya kuendelea kuvuka. Ndio wamejazana. Nenda Dar es Salaam taona. Tunavuka leo. Ni wakati wa kanyaga mafuta. Ni wakati wa kula keki ya upako. Ni wakati si wa kukomboa nyayo. Si wakati wa kukomboa si kope. Si komboa alizi. Yaani vitu vya ajabu. Njoo usikilize neno la Bwana. Unafanya biashara. Njoo usikilize neno la Bwana. Kwa nabii wa Mungu. Nabii wa kweli,
aliyepakwa mafuta kwa saa hii na wakati huu, usipovaa mavazi ya utakatifu, nataka nikwambie ni aibu. Fungua kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 6. Warumi sura ya 4 mstari wa 6. Kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 6. Unajua kanisa la leo lina utani sana. Kanisa la leo lina utani sana na Biblia inatuonyesha kwamba ni kanisa baya kuliko makanisa yote. Amen. Warumi 4:6 inasemaje? 4:6. Kama vile Daudi aunenavyo uheri wake, mtu yule ambaye Mungu humhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Sasa heri waliosamehewa makosa yao na waliositiliwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Basi je, heri huo? Ishia tu hapo mtumishi wa Bwana. Amen. Unajua heri mtu yule aliyesamehewa dhambi, aliyestiriwa ovu wake. Heri mtu yule ambaye Bwana amhesabia upotovu wake. Amen. Unataka kuwa heri? Kimbia ile machafu ya kanisa la mwisho. Unajua machafu ya kanisa la mwisho ni kanisa ambalo linaitwa kanisa la Laodikia. Ukisoma fungua Ufunuo tumalizie hapo. Ufunuo sura ya 3 kuanzia mstari wa 14. Anasema ingekuwa heri. Hebu anzia hapo. Ingekuwa heri ungekuwa baridi au ungekuwa moto. Mstari wa 15. Na yajua matendo yako. Umesikia hapo? Na yajua matendo yako. Ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto nitakutapika. Umesikia? Utoke katika kinywa. Kanisa la mwisho linaambiwa hapa ndo la Laodikia hivi. Ni kanisa ambalo haliko baridi wala haliko moto. Liko katikati. Linadai limeokolewa. Linadai limeokoka. Na vimini inavaa. Linadai limeokoka. Bado anaka anavaa masuali makanisani. Linadai limeokoka. Lakini bado halijaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Vya dunia wanataka na vya Mungu wanataka. Utamtumikiaje Mungu? Hebu jiulizeni watumishi wa Bwana. Unahitaji michanganyo. Unamtumikiaje Mungu kwa staili? Unamtumikia Mungu na mali. Unamtumikiaje Mungu kwa staili hiyo? Hapana kabisa. Unawezaje? Hebu endelea pale mbele. Amen. Anasema utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema. Sikiliza, kanisa la mwisho ni kanisa baya kuliko makanisa yote. Makanisa yote 6. Maana ni kanisa la 7. Kwa kuwa wasema. Kwa kuwa wasema. Mimi ni tajiri. Sikiliza kanisa linavyosema. Mimi ni tajiri, nimejengea makanisa mazuri yana malumalu, yana matairizi, wachungaji wana magari makubwa na nini wana vyombo wamevirundika makanisani. Wana haja ya injili. Wana mapesa, hawataki kufanya kazi ya Bwana. Kwa kuwa wasema. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Nimejitajirisha. Wala sina haja ya kitu. Nawe hujui. Ya kuwa wewe umnyonge wewe. Na mwenye mashaka. Na maskini. Na kipofu. Na uchi. Na kupa shauri. Ununue kwangu. Dhahabu. Iliyosafishwa. Kwa moto. Upate kuwa tajiri. Na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi. Upate kuficha, si ndio? Upate kuvaa aibu ya uchi wako. Isionekane. Na dawa ya macho upate kupaka. Dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Angalia anachokisema. Anasema kwa kuwa wasema. Kanisa hili linasema sisi tumeokoka, tunakwenda mbinguni. Tunakwenda mbinguni. Achana na sisi. Tumeokolewa. Ni kanisa kubwa. Unajua sisi ndo tulianza. Askofu wetu ni mkubwa. Unajua sisi askofu wetu anafahamika. Ni kanisa lenu halijulikani. Unajua sisi ndo kanisa hili. Ndo linajisifu hivyo. Kwa kuwa wasema. Yaani hiyo ndo upotovu wako. Upotovu wako ni kwa kuwa unasema. Ni mnyonge. Yaani unyonge ni kwa kuwa unasema. Mimi ni. Yaani ile ndo kosa lako. Kwa kuwa wasema. Wewe unavyoona wewe nafsini mwako kwa kuwa wasema. Amen. Mimi ni tajiri. Nimejitajirisha. Kanisa letu ni matajiri. Kanisa letu tuko hivi. Kanisa letu ni wasomi. Yaani kwa kuwa wasema. Huo ndo upotovu wako. Bwana anakuona mnyonge. Alafu maskini na nini? Uchi. Ufai, pofu. Huwezi kuona unapapasa unasema tupo vizuri. Mchungaji wetu, askofu wetu mkubwa, mchungaji wetu ana kitambi. Tupo vizuri mama mchungaji. Wewe hapana dhiki. Wewe ni mnyonge.
Bwana amesema nakupa shauri. Amen. Nakupa shauri ununue mavazi. Kwanza anasema ununue dhahabu. Amen. Dhahabu, neno la Mungu iliyosafishwa kwa moto. Kwa moto. Amen. Dhahabu. Na tumekuandalia semina kubwa, dhahabu hiyo. Semina kubwa ya uamsho na matengenezo ya kiroho. Amen. Fika unolewe. Siku 10 za kunolewa. Njoo. Siku 10 za matengenezo ya kiroho. Siku 10 za kuvuka. Kwenda kwenye viwango vingine. Kambi kubwa. Nadhani hujai kuiona kambi kubwa. Njoo uone Bwana. Njoo usikilize. Nabii Aston Adam Mbaya atashuhudia ushuhuda ambao yamkini hujai kusikiliza. Na atafundisha na atahubiri. Amen. Na kutakuwa session nzuri. Amen. Session za maombi, session za neno. Amen. Atahubiri nabii, watahubiri na wahubiri wengine, na watumishi wengine watahubiri. Kwa hiyo siku 10 za jioni itakuwa ni nabii kuhubiri. Atahubiri jioni mpaka siku zote 10. Muda mwingine huu watumishi wengine watasimama. Amen. Usipange kukosa. Anasema nakupa shauri ununue dhahabu. Dhahabu iliyosafishwa kwa nini? Kwa moto. Iliyosafishwa kwa nini? Kwa moto. Inang'aa. Inang'aa hii dhahabu. Wewe mwenyewe ukitazama macho yako kama anachoma hivi. Hii ndio dhahabu kwa madini ya kiberiti. Amen. Imesafishwa kwa moto. Ununue dhahabu. Amen. Wewe niongeze neno moja. Nikwambie kama Biblia inavyosema nyakati zile neno la Mungu lilikuwa adimu. Ndio kama ilivyokuwa nyakati za sasa. Wakati wa Samueli. Wakati wa Danieli. Amen. Lilikuwa adimu. Liliadimika na ndivyo ilivyokuwa kwa sasa kwa nyakati hizi. Neno la Mungu ni adimu. Japokuwa wanatumia hii Biblia hii, lakini bado wanahubiri yani injili ya iliyochakachuliwa, iliyogoshiwa. Hakuna bado ni adimu. Uje ujifunze neno la Bwana wewe. Watu wanatamani, watu hapo mbali huko wanatamani wangekuwa Tanzania hii leo. Wasikie mahubiri, wamsikie mtumishi wa Mungu. Usiangalie hivyo, usiangalie wenzako kuzimu. Aston alikuwa kwenye shuhuda ya nabii Aston Adam Mbaya. Anasema walio kuzimu wanaomboleza waitafute dakika moja ili waje hebu angalia jinsi dakika moja ilivyokuwa ndogo. Mtu anatamani aje atubu afu apige injili, ahubiri, yani afanye lile kusudi ambalo Mungu alimleta duniani kwa dakika hii moja. Wewe inawezekana ndugu yangu. Wewe ndugu yangu, hebu angalia kwanza. Ndugu yangu umepewa miaka zaidi ya 70. Amen. Lakini unashinda. Hapo cha ajabu unaweza kukuta mtu yuko Mbinga hapo. Yupo Mbinga hapo. Na anatusikiliza kwenye mtandao kabisa. Lakini mtu yuko Mbinga tena jirani yetu. Mtu atatoka Dar es Salaam, anakuja anapokea upako, alafu wewe wa Lusewa, au wewe wa Matalao ikipika, au wewe wa Majengo. Au Kihaa, au Zomba na Tope. Na unatusikiliza Msimbazi pa. Uko Msimbazi hapa au Flasto Buyula. Mitaa ya Mbinga hii au uko Mbinga A, Mbinga B. Au kule Jimboni, kule Lusaka. Mwingine yupo hapa Mji Mwema. Au Mji Mwema hapa. Au mwingine yupo Kigonsera hapa. Au Kigonsera, au Songea. Na Mtumbo, Tunduru, Nyasa. Au uko Madaba hapa. Au uko Njombe. Hapo uko Njombe hapo. Uko hapa ambapo nauli ni 10,000 na kidogo. Nasema mtumishi itawezekanaje? Au uko Mbeya hapa. Mbeya na hapa ni jirani kabisa. Uko wapi? Si wapi ni mbali la. Wapi usifikiwe. Wapi? Bwana anakuita wewe. Njoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mtumishi wa Bwana anasema Yesu kwamba nakupa shauri ununue dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Upate kuwa tajiri. Huu tajiri huu haunyang'anywi na mtu. Amen. Huu tajiri huu hakuna ukupora. Amen. Utajiri mwingine wanakupola. Ukiwa benki usiodumu. Wanakupiga, wanakuua, wanachukua pesa. Matapeli wao. Huu hata kama wakikuua wanaishia kuua ganda hivi. Lakini unaendelea kuwa tajiri. Amen. Utajiri udumuo na haki pia na heshima. Kumbe kuna utajiri ambao haudumu. Haleluya. Yani wewe tunapokuambia toa fedha kwa ajili ya semina nasema nitapungukiwa. Utajiri udumuo. Naam. Ndio sasa nakupa shauri. Ununue dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri. Sababu wewe ni maskini. Yaani unapoona magari ulionayo, utajiri, fedha, Mungu anakuona ni maskini. Umenielewa? Yaani Mungu alifanya maskini wa dunia hii wawe matajiri wa imani. Yaani kuna utajiri ambao hujawahi kuona. Utajiri ambao hujawahi kuona ndio ule ambao Cornelio alikuwa anaweka. Anatoa sadaka. Anatoa sadaka. Akatokewa na malaika. Umeelewa kina Gayo, si ndio? Watumishi wa Bwana waliokuwa wanamhudumia Yesu kwa mali zao. Wewe una mali. Hudumia huduma hii. Tunahitaji kuifikia Tanzania. Bado Mbeya tujaifikia. Bado Songwe, bado Sumbawanga, bado Kagera, bado Mwanza, bado Geita, Dodoma, Dar es Salaam, Tanga.
watahubirije wasipopelekwa Zanzibar kule? Visiwa vyote. Visiwa. Taka. Umenielewa? Unakuja Kenya. Kenya. Malawi. Injili wanaitaka, injili ya utakatifu inahitajika. Wewe ambao unatamani injili ya utakatifu wafikie watu wote, ndo wakati wa kujitoa. Mbona watu wanafadhili miziki ya kidunia, wanafadhili dunia, wanawekeza huko? Wewe kwa nini wewe usiwekeze kwa Bwana? Unapoona kuna watumishi wa Mungu wanahubiri kweli, hebu wekeza hapo kwenye hiyo madhabahu, utavuna. Toa pesa yako hapo, weka mzigo. Wanaswahili wanasema weka mpunga. Unaona wanadhamini, kuna watu wanadhamini vitimu, anadhamini timu kwamba naidhamini timu hii, anaweka pesa hapo. Usidhamini timu ya injili. Kwa nini usidhamini timu ya injili na Mungu amekupa pesa? Mungu amekupa mali. Mimi nasema kwamba nakupa shauri, nunua mavazi meupe. Upate kuficha aibu ya uchi. Yaani wewe ni uchi. Usiponunua mavazi meupe, uwezi wewe. Mavazi meupe, wokovu, utakatifu. Kabisa. Utakatifu Bwana akupa, nunua. Toa gharama, fika huku tuliko. Fika kwenye semina. Itafanyika tarehe 3. Mwezi wa ngapi? Wa 7. Tumebaki na siku 6. Siku 6 semina ianze mahali hapa. Jambo la mwisho nasema nakupa shauri, nunua dawa. Upake macho yako. Maana ni kipofu. Hata kuona. Auoni. Unadanganywa. Unadhani uzima upo kwenye vitu ulivyokuwa. Ndio, maana naambiwa leta kucha. Leta kucha. Ni kipofu. Upo kwa nabii. Wewe ni kipofu, wewe una degree yako lakini bado unaburutwa na kajamaa tu hapa kaeleweki. Leta kucha, leta nywele, leta paka mafuta nini. Yamkini tunaona leo injili ambazo zinaendelea katika baadhi ya watumishi, watu wa Mungu ambao wanajiita wapaka mafuta haswa. Yamkini tunaona wanafanya biashara, yani sio injili, yani sio injili ile takatifu. Yani sio injili ile takatifu ambayo watu waliopita wakina Elia waliipiga. Wakina Yohana, wakina Stefano. Sio ile ambayo leo tunaona injili inahubiriwa, ni injili ya yani ni maziwa yaliyogoshiwa. Yani injili ya ile uvuguvugu, tunasema uvuguvugu. Unaona watu, kuna baadhi ya watu wanafanya, yani sio injili, wanafanya biashara. Yani unaambia utoe pesa ili ununue mafuta, utoe pesa ili ununue maji. Yani maji yanauzwa kanisani. Yani kanisani sio sehemu ya biashara. Kanisani imegeuka kuwa duka. Yamkini hiyo watu tunaona sasa ndio wanakimbilia kuliko. Lakini injili ambayo takatifu, injili ya unyoofu, injili ya kweli, watu wameitupilia mbali. Watu wameipiga mteke. Wanapenda ile injili ambayo yani utaambiwa tu hapa, wewe njoo tu leta tu sadaka. Wanapenda ile injili. Yamkini tunaona hata kuna baadhi ya nchi, yani unajua Tanzania sisi tumepata neema sana. Tumepata neema yani kwa habari ya hii ya uinjili tumepata neema ambayo haina hata vizuizi. Ambapo yani unaweza ukaenda hata Songea sasa, ukatoka Mbinga ukaenda Dar es Salaam kuhubiri injili. Yani asikubuguzi mtu yoyote. Wala serikali sikubuguzi, unahubiri injili vizuri, lakini watu wameshindwa. Watu wameshindwa. Lakini kuna nchi nyingine ukionekana tu na hiki kitu, hii neno la Mungu, ukionekana tu na hii Biblia, yani wewe ni kichwa hauna. Yamkini ukienda hata Somalia kuna yule mtumishi alikuwa anasema yani wewe wakikuona tu na hii Biblia au wakiona tu unahubiri injili ya Yesu Kristo, wewe unakatwa kichwa. Yamkini leo Tanzania hapana kizuizi chochote. Hakuna kizuizi, yani unaweza hata saizi ukatoka ukaenda Dar es Salaam ukahubiri injili, ukatoka ukasaidia hata kwa fedha. Yani injili unasaidia kivyo vyote, lakini haubuguziwi na mtu yoyote, wala serikali wala mtu yoyote wala mwanadamu. Yamkini watu yani watu wanahubiri injili kwa shida. Ukienda hata huko China ukionekana na Biblia kichwa unakatwa. Lakini watu bado, kuna watu wana shauku ya kuhubiri. Yani watu ukionekana Biblia tu kichwa umekata, lakini watu bado wanahubiri. Watu bado wanajitokeza na uhubiri. Wewe ni nani ambaye upo katika neema ambayo unaweza kuhubiri, unaweza ukafanya kazi ya Mungu pasipo buguza yoyote, lakini bado unashindwa? Unaona sasa? Wewe ni nani? Unaona sasa? Na unaweza kuhubiri kwa fedha zako. Unaweza kuhubiri kwa maombi yako. Ndio. Kwa chochote ambacho Mungu amekujalia unaweza kuhubiri. Ndio. Watumishi wa Bwana, tunaweza tukaongea sana. Tuseme tu wewe unayetufuatilia. Popote pale ulipo. Tumekuambia kanisa la mwisho liko uchi. Ndio. Liko uchi kabisa. Utasoma Ufunuo mwenyewe sura ya 3. Kabisa. Mungu analiambia hauko baridi wala hauko moto. Ndio. Uko uchi. Linasema lina mafunuo, lina neema, lakini liko uchi. Ndio. Tunahitaji sana Mungu atusaidie.
wewe ambao umepata neema kabisa ya kujua ukweli, hebu mwambie na jirani yako na rafiki yako, mshirikishe. Fikeni hapa. Fika Mbinga mjini kuanzia tarehe 3 mwezi wa 7 mpaka tarehe 12. Tutakuwa na semina kubwa mahali hapa. Ndio. Tutakuwa na semina ya uamsho, watu watatoka wamejazwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Kabisa. Nguvu isiyokuwa ya kawaida. Amen. Fika, chakula kitakuwepo. Utalala, utakula. Naam. Na wewe ambao unatamani watu watakaofika mahali hapa wasisumbuke, toa sadaka yako ya upendo kwa ajili ya chakula na marazi, ili watu walale vizuri, si ndio? Ili watu walale vizuri, wale vizuri, walale vizuri na semina ishe vizuri. Lakini pia na fedha za kuwarudisha pia watumishi wa Bwana na kuwaleta na Biasta Wanada Mbaya pamoja na Langston na watumishi wengine ambao tutakuwa nao hapa. Waimbaji wengine watakuja kutoka Dar es Salaam. Watumishi wa Bwana Promova TV tutakuwa nao kutoka Mwanza. Kwa hiyo tutakuwa na watu wengi kweli kweli. Kwa ni vizuri ukafika. Amen. Usipange kukosa. Amen. Na usikubali kusimuliwa au kushuhudiwa. Ni vizuri ukafika mwenyewe ukasikiliza na kujionea mwenyewe. Hatuna la ziada. Ni watumishi wa Bwana, Kanisa Takatifu la Uamsho Tanzania. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Shalom, shalom. Shalom.